Hello. Natumai mko salama. Mara mwisho tulijadili jinsi ya kuingia kwenye Binance na kutambua sehemu mbalimbali ndani ya exchange ya Binance. Leo tutaangalia jinsi ya kununua pesa za digitali unavyoanza kufanya trading ndani ya Binance, na ukishanunua ni mazingira gani unaweza ukauza kwa faida. Lakini kikubwa zaidi ni misamiati au maneno ambayo yanatumika ndani ya exchange ya Binance unapokuwa umefanya ununuzi wa hizo pesa za digitali. Sasa unataka kufanya trading. Sasa tukifungua tena app ya Binance hapa, bado inafungua, ndio ipo inafungua, ilikuwa slow kidogo. Tushafungua app ya Binance. Kama kawaida, huu ndio ukurasa wa mbele wa app ya Binance. Unaweza kugundua kama tulivyojadili mara mwisho kwamba kuna vitu mbalimbali hapa mbele au hapa kwenye uso wa mbele wa pesa wa hii exchange ya Binance. Tuone tena kuna BNB, kuna Bitcoin, kuna Ethereum. Lakini mara mwisho pia tuliangalia kwamba ukibonyeza neno funds ndipo utaona kiasi cha thamani ya pesa zako za digitali hizo nazo. Inaweza kuwa katika Bitcoin kulingana hizo nazo. Hapa tayari mimi nasoma ni Ethereum, lakini overall asset zinakuwa zinaonekana kwenye Bitcoin kama hapo unavyoona ni 0.001319 Bitcoin. Sasa tayari unataka ununue pesa za digitali kulingana na pair ambayo wewe unataka uifanyie biashara. Sasa unafanyaje? Moja kwa moja tena tunaenda kwenye markets. Ukibonyeza markets hapa tena unaona kwamba kuna pair ya BNB hiyo ya njano, kuna pair ya Bitcoin, kuna pair ya altcoins, kuna pair ya fiat. Sasa baada ya kuangalia hapa tayari mimi nimeonyesha kwamba mimi nina balance kiasi ya Ethereum kwenye funds zangu. Kwa moja kwa moja naenda kwenye pair ya altcoins. Nikipenda pair ya altcoins nakuja kuona kwamba Ethereum tayari imepewa alama ya njano hapa. Basi unaweza kuona kwamba kuna pair nyingi sana ambazo Ethereum ina trade against hizi hapa zote. Sasa kwamba inafika wakati naamua kwamba pesa fulani ni ninunue. Unataka kununua pesa fulani kwamba sasa una Ethereum lakini unataka uende kwenye pesa nyingine. Kwamba moja ya pesa kwa mfano ambayo ipo sana kwenye soko sasa hivi, kuna pesa ya Link ambayo watu mnaiona hapo, kuna XRP ambayo mnaiona hapo, alafu kuna pesa nyingi, kuna VET. Hizi ndio pesa ambazo angalau zimepata jina kubwa kulingana na nguvu au lengo au kusudi la pesa yenyewe kuanza kuingia kwenye mzunguko na kutengenezwa. Hasa ni kutegemea na blockchain yake na solve masuala gani makubwa ya kijamii. Sasa kama hapa tumeona ni Ethereum. Sasa kuna BNB hapa. Au tuseme kwamba sasa tunataka tuone hii pesa ya Tronix against Ethereum inaendaje. Unaweza kugundua kwamba nikibonyeza hapa kwenye Tronix, unabonyeza Tronix inafunguka, itakuja graph. Hii graph inaonyesha mabadiliko ya bei kati ya Tronix against Ethereum. Unaweza kuona kwamba hii ni 1 hour kama tulivyoangalia mara ya mwisho, lakini pia tunaweza tukachange tukaweka kwenye 1 week. Unaiona hapa, lakini pia tunaweza tukachange tukaenda kwenye 1 month ili kuangalia price change. Unaweza kuona kwamba kuna kipindi ambapo pesa ya Tronix ilipanda sana thamani ambapo unaona haka kanani haka kendo au kanara kekundu haka kalirefuka sana huko. Uangalie mstari ambao wa wima huu afu una dotted lines. Lakini kadri ya muda tena ikaja kudrop kutoka kiwango cha hapo juu mpaka kuja hapa chini, unavyoona hiki kwenye nani kijani, hizi candlestick za Japan za kijani. Lakini unaweza kuona kwamba pia kuna mabadiliko makubwa sana kulingana na wakati, ambapo kuna kipindi Tronix ilikuwa inapanda bei. Kwa mfano hapa ikawa imepanda mpaka huku. Ukiangalia hapa ilikuwa imepanda, alafu mpaka hapa tena ikawa imeshuka. Sasa unaweza ukaona kwamba kwa kuangalia hapa tu unaweza kuona kwamba pesa hizi mbili zinakuwa na wakati tofauti. Wakati mmoja inapanda, basi nyingine maana yake inakuwa either haipandi au iko katika au inashuka, au baadaye tena inaweza kukuta kwamba basi pesa ya Ethereum ikapanda, basi itafika wakati kwamba Tronix bei yake pia inashuka. Vivyo hivyo kama unataka kutengeneza pair nyingine, kwa mfano tukienda kwenye ile pair ya USDT ambayo inapatikana fiat,
Unaweza kugundua kwamba tukipandisha hapa tukikuta tena pesa ya Tronix, pia unaweza kuona kwamba kuna graph yake ambayo Tronix imetrade against USDT. Unaweza kuona hii ni graph ya 1 month. Kuna wakati ambapo hasa mwaka jana 2019, hii na bila shaka ilikuwa mwezi wa 4, hii pesa ilifika kwenye kiwango cha dola za Marekani 0.05216, ambayo ilikuwa iko juu sana. Ukiangalia hapa upande wa huku kushoto kabisa ukutani kwamba ilikuwa, lakini kadiri ya muda ni kwamba imeendelea kushuka, ikaja kipindi fulani hapa katikati ikapanda tena. Ukiangalia graph hapa ikawa imepanda, lakini sasa hivi tena ikashuka, na hii ni graph ya mwezi. Ukija tena graph ya wiki hapa unaweza kubadilisha tena, unakuja kugundua kwamba sasa hivi ipo katika hatua ambayo ilikuwa inapanda kutokea hapa lakini imepanda mpaka kufika hapa lakini sasa hivi imetengeneza tena hizi alama nyekundu. Hizi zinaashiria kwamba pesa ya digitali ya Tronix inaenda kushuka kwa kadiri ya wakati. Sasa baada ya kuangalia hivyo, ni kwamba nataka niwaoneshe jinsi ya kununua. Kuna maneno mengi ambayo yanatumika. Kwanza moja kwa moja hapa chini ya kioo kuna maneno mawili. Kuna neno buy na kuna neno sell. Ili sell maana yake unataka uchukue hizo Tronix uziuze ziende kwenye USDT. Na tulisema USDT ni moja ya stable coins. Yaani zile pesa ambazo zinasanifu dola ya Marekani, zenyewe zimetengenezwa zisiwe na mabadiliko ya bei. Ila pesa zingine kama Tronix, Ethereum na Bitcoin huwa zinabadilika kulingana na wakati mbalimbali. Kwa maana yake hata bei inakuwa inabadilika. Kwa ndo maana mtu anayejua kufanya trading kwa njia ya technical analysis, basi anakuwa anapata faida kwa kuziconvert kwenda kwenye USDT. Tukirudi kwamba hapa kuna maneno mawili hapa chini, kuna buy na sell. Sasa wewe unataka ununue hiyo Tronix, utabonyeza hii button ya buy hapa. Ukibonyeza buy inafunguka. Unaona kuna kwamba hii buy, mimi huku tayari inaonyesha kwamba ni USDT 2.46, lakini hii ni kiasi kidogo kwa sababu exchange ya Binance inahitaji uwe na wastani, kiasi cha chini cha dola 10 ili uweze kununua pesa ya digitali. Kwa USDT mimi nazo 2.4 ni kusema post uweze nikanunua. Lakini pia baada ya kufungua hapa tunaona kuna maneno mawili huku tena, kuna buy na sell. Buy ipo kwenye alama ya njano kama kawaida, afu kija kwenye sell inakuja alama ya njano. Lakini kama tunataka kubuy, basi kuna neno hapa limeandikwa nini? Limeandikwa buy. Sasa chini ya buy kuna neno linaloitwa limit order. Hii ndio sehemu muhimu sana ambayo inabidi uifahamu. Uweze kuifahamu kwa wakati mfupi, lakini kadri ya muda utakuwa unapata nafasi ya kuifahamu. Kwenye limit order hapa unaweza kugundua kwamba kuna alama ya pembe tatu ya njano. Ukibonyeza hapa kuna kuja maneno mengine mengi ambayo yanaweza kuongoza wewe unaofanya biashara katika pesa za digitali. Kuna neno linaloitwa limit order kama ilivyoonekana hapo juu, kuna market order, kuna stop limit. Haya ndio maneno muhimu sana. Hii OCO haina muhimu sana, lakini jifunze haya matatu. Limit order maana yake wewe unataka kuweka bei ambayo unataka ununue hicho kitu, kiasi kwamba ikifikiwa hiyo bei ndio unaweza kufanya nini? Ukanunua. Kwa mfano, kama hiyo bei haijafikiwa basi huwezi kununua. Tukiweka hapa limit order, unakuja moja kwa moja ni kwamba unataka ununue pesa ya Tronix pale tu bei inakuwa 0.01424. Lakini ukiangalia huku kunaonesha hapa katikati hapa unaweza kuona kwamba kuna maneno kuna namba ambayo ni tuseme bei pia ni 0.01425, lakini hapa ni 0.01424. Kwa maana ukiamua kuchukua 0.01424 basi ukiandika kiwango cha Tronix hapa au ukiweka kiwango cha hizi USDT hapa, kuna amount, maneno hapa nipobonyeza kuna amount, afu ndani kuna Tronix kwenye mabano, afu kuna hii total kwenye mabano ambayo ni USDT. Kwa mfano ukiweka 2.467 ambayo ndio kiasi cha USDT nizo nazo mimi, inakuja kukupa kwamba utaweza kupata Tronix 173.2. Hizi ndio Tronix ambazo. Kwa ukibonyeza hapa buy, moja kwa moja itakamilisha ununuzi. Kwa mfano ukifanya buy hapa itakamilisha, lakini bila niambia total value must be at least 10. Maana yake kiwango cha kuweza kununua pesa digitali angalau uwe na USDT thamani ya dola 10 na kwenda juu. Sasa hapa tutumia neno limit order. Limit order maana yake inakufanya ununue ile bei tu ambayo imeonekana au ambayo umeiset. Kwa mfano unaweza kubadilisha, angalia kwenye hicho kijedwali, baada ya kuandika 24 labda nataka ninunue Tronix, najua kwamba Tronix inaenda kushuka. Ikishuka hatua fulani basi
hapa ndio unataka ununue, unaweza ukabadilisha hapa ukadelete ukaweka 13 au 13 afu moja, kwamba utahitaji kununua Tronix zikifika tu 0.013, kwamba bei ikishuka ikifika hapa moja kwa moja hata kama uko mbali, basi system ya hii exchange ya Binance itanunua automatically. Na ukiona hapa unaweza kugundua kwamba basi huku pia namba zimebadilika, kwa sababu nimebadilisha pale kiwango cha kununulia, basi unaweza kushangaa hata bei pia ilibadilika. Kwa hiyo tunaweza kurudisha na kaandika 2.46. Unaweza kugundua kwamba hapa tayari namba ya Tronix hapa imebadilika, imekuja 177 kutoka 173. Ishara kwamba kwa sababu unataka kununua ikiwa bei imeshuka, basi maana yake kwa kiwango kile kile cha USDT utakuwa umenunua Tronix nyingi kidogo. Basi hii ilikuwa ni limit order. Ukiangalia baada ya limit order tunahitaji kujifunza kitu kingine. Kitu kingine hapa tunataka tujifunze kitu kingine. Ukitoka kwenye limit order tuje kwenye kitu kinaitwa market order. Hii market order ni kwamba haijalishi bei ambayo unaiset wewe. Muda wote bei yoyote ile ambayo unataka ununue, moja kwa moja exchange inakuuzia au unanunua hizo Tronix. Ukiangalia kwenye market price, maana yake inaweza kubadilika. Kwa mfano sasa hivi ni 0.01425. Haya maneno mekundu hapa katikati. Maana yake kwamba kiasi chochote ambacho utaweka hapa cha USDT yako itanunua kulingana na bei ambayo umebonyeza buy. Yenyewe haina specific price au limit price kama tulivyosema kwamba inahitaji bei maalum. Kwa market price, maana yake kama unataka ununue haraka, usisubiri bei fulani ifikiwe, unataka ununue kwa bei yoyote ambayo exchange inakuwa imebadilika wakati huo, basi unaingia kwenye neno into market price. Kwa mfano hapa tumesema kwamba unaweza ukashangaa kwa mfano hapa kuna amount ya Tronix, japo mimi situmiagi sana hii, natumiaga sana limit price, lakini hapo unaweza ukashangaa unahitaji labda Tronix labda tuseme 150, moja kwa moja utabonyeza buy. Lakini kama nilivyosema kwamba hapa inaonyesha kwamba siwezi kununua kwa sababu nina kiasi kidogo kuliko $10. Sasa hii ni market price. Basi na baada ya kujadili kwenye mambo ya buy na sell, kuna neno linaloitwa stop limit. Hii stop limit haina muhimu sana sasa hivi, lakini tutajifunza baadaye. Kikubwa tuje kwenye sell. Ukibonyeza kwenye banner ya sell hapa pia kuna neno linaloitwa stop limit. Hii inatumika kwamba unaona kwamba soko zima linaenda kushuka au pesa yako uliyonunua inaenda kuporomoka bei. Sasa stop limit ni njia nzuri ambayo inakusaidia kwamba kwa sababu huna uhakika kwamba pesa ya digital itashuka au itapanda. Basi haya ni maneno ambayo unaweza ukaset ili bei inavyozidi kushuka ikifika level fulani, basi ikuzuie wewe kuingia hasara au ikuokoe usiingie hasara. Sasa tunafanyaje? Kwa mfano hapa sasa unaweza kugundua tena hapo Tronix ina 0.01424. Sasa unajua kabisa kwamba utaki ikiwa chini ya 0.014 maana yake unajua kabisa kiwa chini ya hapo utakuwa umeingia hasara, umepoteza. Kwa hiyo unaweza ukaset kwamba ikifika tu 0 wakati bei inashuka, ikifika 0.014 basi ijiuze yenyewe huku umeokoa pesa yako. Maana yake itajiuza kwenda kwenye stable coins ambayo ni USDT. Kwa maana hiyo basi utawekaje? Utasema kwamba stop USDT, kwamba ikifika level fulani basi hiyo pesa yako ya Tronix ijiuze. Unaweza kusema 0, unaandika hapa 0.014 alafu 1. Umeona? Hii ni kiwango cha Tronix ambazo inabidi hii ni bei ambayo ikifikiwa tu wakati inashuka basi moja kwa moja ijiuze. Lakini itajiuza kwa bei gani? Inabidi tena uandike bei nyingine ambayo ni ya chini ya hiyo 0.014. Kwa maana yake ni kwamba hapa nataka tena Tronix ngapi uziuze. Sema hapa sisi hatuna hizo amount za Tronix. Tutaenda kuona mfano kwenye Ethereum. Unataka uziuze Tronix ngapi? Labda tuseme 150. 150 maana yake zitakupa USDT 2.1. Kwa hiyo ukibonyeza sell hapa itakwambia if the last price drops to or below. Umeona kiasi ambacho nimesearch, an order to sell 150 Tronix at a price of 0.01 will be placed. Kwa maana yake kwamba wewe unafanya hivi ili usipoteze hela yako, au inavyoenda kushuka thamani basi isishuke thamani kiasi kwamba mtaji wako nao ushuke pamoja na hiyo pesa ya digitali. Kwa hiyo unaweza kufanya hivi ili kuseti hiyo pesa yako isipotee. Unaweza ukaklik yes. Hapa naenda kuprocess. Sasa tayari hapa ameniambia onyo lile kwamba sina kiasi cha kutosha. Lakini kwa ufupi ni hivyo. Sasa hapa tumetumia pesa ya Tronix ambayo mimi niko nayo 0. Basi tukienda kwenye Ethereum ambayo ndio hii hapa ambayo mimi ninazo kiasi,
Tukifungua hapa unaweza kugundua kwamba kuna neno tena hapa chini buy na sell. Basi kwa mfano nataka kusell, nabonyeza hapo kwenye button la sell, tayari inakuja huku. Thamani ya sasa hivi ni $190.33. Sasa mimi na Ethereum ambayo ni 0.0479. Sasa nataka nije nipige faida, lakini pia lazima nichukue tahadhari kwamba kama Ethereum kwa mfano itashuka chini ya $188, basi moja kwa moja hapo inabidi jiuze ili nisiingie hasara. Moja kwa moja kwenye neno limit order unaweza kufanya hapa ukaenda kwenye neno linaloitwa stop limit, ambapo ita limit wewe usipoteze pesa yako, thamani ya pesa yako isishuke. Kwa hapa moja kwa moja nitasema bwana, hii Ethereum ikifika 189 sitaki endelee kushuka zaidi ya hapa, basi moja kwa moja system iuze kwa bei ya 188 hivi. Kwa maana yake bei ya juu inakuwa kubwa kidogo, afu ya chini inakuwa ndogo kidogo. Maana yake sasa baada ya hapo unaangalia kwamba unataka uuze kiasi cha Ethereum ili kuhifadhi pesa, thamani ya pesa yako, unabonyeza 0.0479. Basi utabonyeza, maana yake hapa mimi nitapata $9. Nikibonyeza sell moja kwa moja itaniambia kwamba kama bei ya Ethereum inashuka au inafikia 189, basi inabidi uzwe katika dola za hizi system zangu ziuze katika bei ya USDT 188. Kwa hiyo unaweza kubonyeza yes. Moja kwa moja hata kama mimi sipo au sipo kwenye exchange, basi yenyewe itauza automatically ili kuokoa pesa yangu. Lakini pia hii tumejadili kwamba unaogopa pesa yako sasa isipoteze au isishuke thamani na ukaingia hasara. Kuna njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia kwamba unataka uuze. Kwa mfano unajua kabisa hii Ethereum baada ya kufanya technical analysis inaenda kupanda thamani. Basi unaona kwamba ikifikia bei fulani ijiuze automatically ukiwa umevuna faida. Basi utaenda kwenye hii neno inaitwa limit order. Sasa hapa tayari tunaona huku kwenye namba hizi kuna $190 nukta ngapi zinazobadilika hapa. Kuna nyekundu, kuna maana kunakuwa na kijani hizi hapa. Sasa tayari nataka niuze kwa sababu najua kuna wakati itafika $200. Kwa hiyo unaweza kutumia neno limit order kuandika hapa 200. Ukiandika 200 maana yake nataka niuze Ethereum zangu. Ikifika kwamba bei ya Ethereum ikipanda kufika 200 niwe nimevuna faida. Hata kama sipo kwenye exchange, basi ijiuze automatically. Basi inakuwa hiyo 200 imebaki pale nimeset, alafu kuna amount of Ethereum ndani ya kibox naandika 0.047. Nataka nije niuze hizo Ethereum zote. Kwa hapa naweza nikaklik sell. Ni click sell, maana yake yenyewe itaniambia kwamba utauza Ethereum zako ikifikia bei hii. Kwa maana yake unaweza kaondoka kwenye exchange baadaye, kama kweli kulingana na uchambuzi wako ile njia tunaita technical analysis itakwambia itatimia kama ulivyoona, basi itajiuza automatically kiasi kwamba utarudi utapata faida. Kwa hii ni njia ambayo inatumika sana watu kukwepa hasara au kulinda thamani ya pesa yao wanaofanya exchange na Binance. Bado ni utangulizi kwa sababu tunahitaji kufanya njia nyingi sana ambazo zinaitwa technical analysis ili uweze kuja kufanya maamuzi ya jinsi ya kufanya biashara kwenye hii exchange. Kwa sasa naweza nikasema tunaweza tukaishia hapo, lakini nadhani tukija sasa mara nyingine ndio tutajadili zaidi hizi indicators kama nilivyosema mara mwisho tena kwamba tunahitaji kujadili indicators. Lakini kikubwa leo ni kuwa na waongoza kuhusu jinsi ya kutumia yale maneno ya kununua na kuuza ndani ya exchange ya Binance. Kwamba tuna buy hapa na tuna sell. Kwa kuna njia hizo unaweza kununua na unaweza ukauza. Vyote vina kuongozwa kufanya maamuzi. Lakini kikubwa ni kwamba utangulizi huu umesaidia kutambua maneno ambayo yanatumika ndani ya exchange hii ya Binance na kwa kuamua pair yoyote ile ambayo unataka ufanye trade against. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba video inayokuja itakuwa jinsi ya kufanya uchambuzi wa candlestick na indicators zingine kama Bollinger Bands. Kuna kitu kinaitwa moving average. Kuna candlestick ambazo zinaonyesha kwamba kunaenda kuwa na price reversal, yani kwamba bei kama ilikuwa inapanda basi ghafla itageuka kwenda chini. Kwa mfano mtu kaenda kwenye monthly candle. Monthly candle ni kinara cha Kijapani ambacho kinatafuta bei za wastani za kila mwezi unapoisha kwenye exchange.
kama unavyoona hapa. Tena ukienda kwenye weekly unaweza kugundua kwamba hii ni weekly chart ambayo pia inaweza kuonesha kwamba kuna kendo kwa mfano kama hii hapa kadogo sana hapa ambako kalikuwa kembamba, alafu kana kichwa kidogo ambacho ni kama kipo chini. Hii tunaita doji, hii inaitwa Gravestone doji, Gravestone candlestick. Hii huwa mara nyingi kwa wataalamu wa technical analysis inaonyesha kwamba bei kama ilikuwa inapanda. Kwa mfano ukiangalia hapa ukitoka hapa basi unaona kabisa kwamba hii bei ilikuwa inapanda. Hapa ilikuwa ni 3100 ngapi, 56, lakini ikaendelea kupanda mpaka ikafika 13970. Hii ilikuwa ni kwenda juu, lakini ilivyotokea tu ikendo hii ambayo tusemeje, yani imeinamia chini, inverted hammer, mara nyingine pia inaitwa inverted hammer, wengine wanatumia maneno, ilikuwa imeashiria kwamba bei ya Bitcoin inaanza kushuka. Ni kweli utaona hapa kwamba ukitokea hapo basi imeendelea kushuka, hamna kupanda kwingine tena, inaenda kushuka mpaka tena hivi majuzi mwezi wa 3 ilipofika hapa. Kwa hiyo tunaanza kuja kuona kwamba hizi candlestick na indicators zingine, kwa mfano hii mistari ambayo unaiona hapa kwa juu kumbatia hizi candle inaitwa Bollinger Bands, na hii ya chini kabisa hapa ambayo ina mikunjo hii hapa ambayo imebeba badiko ya rangi nyekundu, na tutakuja kujifunza, lakini kwa leo tu nimewapa hiyo kama dondoo, lakini kwa ufupi ni hivyo. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia video vinavyofuata. Pia nakaribisha maswali kama hujaelewa chini ya hii video, basi usisite kabisa kuuliza swali, nitajibu kwenye comments. Asante.